Kuna jambo ambalo nadhani tuliangalia la mwisho. Tumeona kama level ya propaganda imekuwa juu sana. Mawasiliano ya kimkakati yamekuwa juu sana. Kama unaweza kumpitisha mtazamaji kwa mwanzo kwenye swala la mawasiliano ya kimkakati na propaganda, namna ilivyokuwa na namna ambavyo inaathiri hii swala lote la DRC. Kwanza kwa mara ya kwanza katika mimi nadhani migogoro ya Afrika tumeshuhudia namna matumizi ya mitandao ya kijamii yanavyokuwa central katika propaganda za upande za kimapigano. Ni huu mgogoro wa mashariki mwa DRC. Yaani hiyo hatujawahi kuishuhudia West Africa kwenye migogoro yao hiyo yote inayoendelea. Katika hichi kipindi cha hii tunaweza kusema digital era, hatujawahi kuishuhudia Sudani, hatujaishuhudia Somalia, hatujaishuhudia sehemu hata Mozambique, hatujaishuhudia sehemu yoyote kama ilivyotokea wakati huu, hususan tena mwaka huu huko mashariki mwa DRC. Kwanza ilikuwa ni namna M23 walivyojipanga kwenye eneo la mikakati ya mawasiliano ya kimkakati kwa kutumia kurasa za mitandao ya kijamii. Na hata pia ukiacha M23 pia serikali ya Rwanda katika kuhakikisha ina debunk shutuma na hoja mbalimbali, kudebunk yani kupangua hoja, lakini pia na kutoa mtazamo ambao wanaona ni sahihi, ili mtazamo watu wauchukue huo mtazamo. Tuliona hiyo. Kwa hiyo kwa mfano ukianza na M23 kulikuwa na kurasa za vyombo vya habari ambavyo ni maalum zenyewe zinatoa updates kila muda za ushindi na propaganda na mwingine na kudhalilisha wapinzani wao ambao ni serikali ya DRC, vikosi vya SAMI DRC, pamoja na wote wakosoaji wanaokosoa uamuzi wao na matendo yao katika kuingia DRC na kuchukua maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tumeona na kitu kimoja kilichodhihirisha propaganda yao au mbinu zao za kimkakati, hasa kwa kutumia digital hizi majukwaa ya kidijitali, yani mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter ambako ni mtandao ambao kwa mkakati wa habari za kimataifa ni eneo moja muhimu sana, kwa sababu watu wengi mashuhuri, watu wanaodiscuss masuala ya kisiasa, kimataifa, wako pale. Diplomasia wengi unawapata kwenye mtandao wa Twitter, unachukulia kama jukwaa la kudiscuss ama masuala X kwa sasa hivi. Kwa sasa ni X kama masuala serious. Kwa hiyo tuliona walichokifanya. Na hiyo ukiangalia, na hiyo ilithibitika namna kwanza baadhi ya nchi ambazo kwa namna moja au nyingine zilikuwa zina mkono DRC, mfano kama nchi zilizotoa wapiganaji kwa upande wa SADC kusaidia kuleta amani mashariki mwa DRC. Nchi kama Afrika Kusini, tuliona namna mitandao ya kijamii wananchi walivyokuwa wamepanic kule, viongozi ilikuwa ni kila kiongozi anatoa tamko lake. Yani iliweza kuleta hiyo frustration. Na hiyo ilikuwa ni mkakati, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa M23, moja ya mkakati ambao waliutumia hasa kwa nchi zinazotoa vikosi vya SADC, walitumia mkakati wa uzalilishaji. Hasa baada ya ile video, unakumbuka ile ya Lubero wa South Africa na nyosha bendera na walitumia ile hasa kuzalilisha jeshi hasa kwa upande wa South Africa. Lakini baada ya hapo ile siege kuzunguka, baada ya ile kambi ambayo iko kwenye uwanja wa ndege wa Goma wamekuwa wakipeleka waandishi wao kuonyesha, kwa mfano unaona sisi ndo tunawapa chakula na hizo zote wanatumia. Na waandishi labda kumpa picha mtazamaji, na wale waandishi wa M23 na habari zao zinasambaa mtandao, anavyoenda kwenye hiyo anaenda kwenye lango la kambi, labda kambi la walimo wanajeshi wa SAMI DRC, anaanza kuonyesha pale kwamba ona tuko hapa, tumefika hadi hapa, hawana uwezo wote wa kufanya chochote, wamedhibitiwa na M23, na M23 ndio inawasaidia huko ndani. Kwa hiyo ilikuwa ni aina fulani ya udhalilishaji na propaganda ya kushusha morali na
na kufanya wananchi wa hizo nchi wazihoji serikali zao, wazishambulie serikali zao kwamba ondoeni hivyo vikosi na vitu lakini hivyo. Bila kusahau kwamba hili ni swala la Kiafrika pia. Kwamba matatizo yanapokuwepo ni kawaida ya nchi za Afrika kusaidiana. Na sasa unaona wamekuwa wakitumia njia kwa sababu wanafahamu kama pressure ikiwepo, kama pressure ilivyokuwepo kwa upande wa Afrika Kusini, manake hawatafikiria njia za kivita tena. Na ni jambo ambalo tumeona wamefanikiwa kwa kiwango fulani. Na ukiangalia sasa ile mitandao, naweza nikaigawanya kama kuna vyombo vya habari ambavyo vya kimkakati ambavyo vingi vinashabihiana na mtazamo wa Kigali, mtazamo wa Rwanda, lakini vimekuwa vikitumika. Lakini kuna influencer au masuala ya kimataifa ya kisiasa. Kuna influencer wa ndani na nje ambapo na wanaotumia lugha zote, wanaotumia Kiingereza hasa, Kifaransa na Kiswahili. Na Kiswahili lakini pia na Kinyarwanda. Wamekuwa wakitumia hiyo. Sasa upande wa pili umeona kitu ambacho kinaonekana, habari ambazo M23 wanazitoa. Wanatoa habari wakilakiwa na wananchi. Wanatoa habari wakijiita ni wakombozi. Yaani wao wamekuja kukomboa watu. Lakini kuna habari zao pia, kuna habari za ubakaji. Wanakutwa baadhi ya wanajeshi wake wakifanya ubakaji. Hizo habari hazionekani. Kuna habari wanavamia hospitali na kuteka watu. Hizo habari hazitoki. Kuna habari nyingi, habari za wakimbizi. Wakimbizi 60 wamekimbia wako Burundi. Wamevuka baada ya wao mapigano yanaendelea nao, wamevuka wameenda Burundi. Na imagine kwa mujibu wa ile video ambayo tumeiona, nadhani utaiona hapa. Zaidi ya wakimbizi 60,000 wamelazwa nje kwenye uwanja. Na Burundi yenyewe kwa sababu haina uwezo wa kuhudumia na uchumi mdogo, wana uchumi mdogo, lakini sidhani kama wana uzoefu wa kupokea wakimbizi wengi kwa wakati mmoja kama hivyo, kwa sababu na yenyewe ni nchi ilikuwa na matatizo ya vita muda mrefu kabla ya kupata utulivu kwa kipindi cha hivi karibuni. Kwa hizo habari usiwezi kuziona kwenye hivyo vyombo vyao vya kimkakati, kwa sababu wanajua itaathiri kuonesha kwamba mapigano tunayoendelea nayo yanaathiri maelfu ya wananchi. Na kingine ambacho kwa upande wa DRC kwa mwezi mzima kuanzia Januari mpaka mwishoni mwa Februari, kitu ambacho ulikuwa ukioni ni kwamba mpaka katikati mwa Februari, kuanzia hapo wakaanza kubadilika. Na mwishoni mwa Februari kitu ambacho ulikuwa uoni ni position ya DRC, kwa sababu ilikuwa inaonekana wanajeshi wake wakikimbia kila sehemu. Unaona wanajeshi wa DRC wanakimbia kila mahali. Hata vyombo vya kimataifa vikao vinatumia zile video kuonyesha wanajeshi wa DRC wanakimbia kila wanapoenda. Ni wanakimbia. Uvira walionekana wakijaza boti wanakimbia. Hata Bukavu wanaonekana wanakimbia wakiwa na hema. Kwa kila sehemu picha zilizokuwa zinaonekana ni wanakimbia. Sasa hiyo ilikuwa inaathiri, na kama ingeendelea naona kama wameanza kubadilika, kwa sababu wamekuja na kampeni mbalimbali. Wamekuja na kampeni ya Kongo Telema, kama yani kwamba Kongo isimame. Wameanza kuonyesha upande wao kwamba wanajali, na kwa kuna hivyo vitu wamebadilika. Lakini kuna ile walifanya ile wanaita ile match fest, ile match of endurance, ile wanajeshi wao wa ile the Republican Guard, vile vikosi maalum vya rais, vilitoka wanajeshi 8,000 walipita Kinshasa. Wamefanya hiyo 2022, wamefanya 2021, ila walipita wakaonyesha, kumbe ndo pale unaona kumbe wanajeshi wa Kongo wana uniform nzuri, wanaonekana vizuri, wana vifaa. Sasa picha ambazo zilikuwa zinaonekana ni wakikimbia, hawana uniform, hawana viatu. Sasa zile picha 23 inawahoja. Na ile ilikuwa kimkakati. Unajua ile M23 walichokuwa wanafanya, swala sio tu ile audience yake, lakini pia ni ujumbe kwa wanajeshi. Mnaona wenzenu na nyie sasa bora mjiunge. Ile kwa morali ilikuwa ni athari ni ya kipekee. Kwa hiyo unaona wameanza kubadilika, na wameanza ku meet the challenge, kwamba inabidi wa communicate. Changamoto kubwa ni kwamba wao wanaamini communication ni kwa watu wao pekee, na jumuiya ya kimataifa ya francophone, ya Kifaransa. Lakini unaona kwa upande wa Rwanda na M23 wanaongea Kifaransa, Kiswahili, Kinyarwanda na Kiingereza. Na kama umeona sasa hivi
kipekee. Rais wa Rwanda Paul Kagame alikuwa anafanya mazungumzo na Mario Naftali. Huyu ni jamaa wa X. Hawa waandishi wa habari wa X ambao ni maarufu. Sasa ukiangalia mazungumzo, pamoja na kwamba yule ni mwandishi wa habari kwenye X, au unajua siku hizi kutokana na mivutano hasa kwenye huko nchi za wenzetu, wamekuwa wakivipiga vita sana hivi vyombo vya habari mainstream. Kwa hiyo waandishi ambao wanasimama kama wenyewe wameanza kupata nafasi. Sasa unaona rais wa Rwanda amemuita, na mimi ninaweza nikasema yale ni mazungumzo ya kimkakati kwa ajili ya kumlenga hasa Elon Musk. Kwa sababu Elon Musk au waandishi kama Mario Naftali ni mmoja ya mwandishi anamfuatilia na amekuwa akiingia kwenye space zake. Na yule mwandishi alivyoposti tu Kongo watu wanauawa, Elon Musk akasema, akaposti pale na yeye akaonyesha kwamba yani ni kama nimeiona. Na kwa nini umtarget Elon Musk? Kwa sababu tumeshaona kwa sasa hivi ukifanikiwa kulishika sikio la Elon Musk, umelishika sikio la Trump. Kwa hiyo Rwanda kwenye mkakati wake kaona lazima afiki kwa wale watu. Na unaona ile interview na jinsi anavyoielezea tayari imeshafika kwenye upande wa kambi ya Trump kwa kuangalia hiyo namna. Na kuongezea hilo pia mwezi nadhani wiki 3 kabla ya hapo, wiki 3 kama wiki 4, mwezi kama ni mwezi. Pia alifanya mahojiano na Larry wa CNN. Kwa hiyo utaona pia ni mkakati nao pia wa kuhakikisha kwamba ile narrative, yani ule mtazamo ambao Kigali linataka usikike, unasikika kwa players ambao wanaona kwamba pia wanao ni muhimu kwenye huu mgogoro unaoendelea. Kitu ambacho nadhani kwa upande wa Kinshasa wamekikosa iko mawasiliano ya kimkakati. Wana struggle, ingawa kwa sasa hivi wameanza kuamka. Hata jeshi la FARDC wametoa statement 2 kwa huu muda. Wametoa statement kuhusu hawa kina walijiunga na M23, lakini unakumbuka ile video iliyokuwa inaonyesha wapiganaji wanatajwa kwa FDLR waliokuwa wanapelekwa na M23 kwamba hawa ni waasi waliosababisha mauaji ya kimbari Rwanda. M23 imefanikiwa kuwatoa na kuwaleta kwa Kigali. Sasa ile video ndo pale tuliona FARDC pia walitoa statement. Kwa hata jeshi la Rwanda, jeshi la Kongo, hata mawasiliano ya kimkakati wamekuwa wakifanya hizi press mbalimbali wamekuwa wakifanya, lakini yale mawasiliano kuona central kwamba mkakati wao ni huu uone. Na hili jambo la hii issue ya kwamba propaganda ilifikia mahali, kwa mfano kwa upande wa South Africa, jeshi la South Africa SANDF ilibidi itoe tamko ile March 3, ikasema kumekuwepo na video za propaganda na lengo kubwa ni kushusha morali, kuonyesha jeshi la South Africa halina uwezo, na kushusha morali pamoja na kutarget population ya Afrika, wananchi wa Afrika Kusini, na likataka wananchi wake wajue hilo jambo. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba mawasiliano ya kimkakati kwenye social media ni jambo ambalo kama vyombo vya ulinzi hawezi kuepuka. Mara nyingi vyombo vya ulinzi vingi vya Afrika vinaangalia kwa kusema kwamba fungia huyu, fungia yule, fungia mtandao huu, fungia mtandao. Sasa hauwezi kufungia vyote, au fungia huyu kwa sababu anazungumza mambo yanayohusiana na mtafute huyu. Sasa unabidi uwe na mkakati wa kuonyesha ukweli wako, wa kuonyesha story yako, kwamba narrative yako watu waelewe kwamba ni hii na hii. Lazima uwe nayo. Ndo hivyo hata kwa sasa hivi geopolitics, lazima uwe na mkakati kwamba watu wanakuonaje. Kwa sasa hivi kila mtu anataka upande wako unaonekanaje on the ground of things, kwamba sisi tunataka kimataifa tuwe hivi, mkakati wetu ni huu, hawa ndio wanakuwa wanafanya hiki na hiki na hiki. Lazima uwe nao, hawawezi kuepuka. Ndo hiyo, au watu ambao ni mahasimu wako waitell your story yako, kama vile M23 wanavyoita. M23 ametell story ya DRC, jeshi la Kongo, kwa takriban mwezi mzima. Ni yeye anasema jeshi dhaifu, yeye anasema hawana vifaa, na ukiona wakiwa wanawapokea, wamekuwa wakiwapokea ukionyesha wao ni watu wenye huruma. Mnaona sasa
tunawachukua. Unaona ile Sultan Makenga anasema tunawapa achana ile kabla ya Makenga, kuna video moja wanaonesha hawajala siku ngapi sijui wanawapa chakula. Sasa wengine afu daktari yuko pembeni, walikuwa watibiwi, mtu anaumwa sasa tibiwi. Na hizo ndio video zinasambaa dunia nzima, na hata vyombo vya habari vya kimataifa vikubwa kabisa ambavyo ndio video pekee wanazo. Ndio video pekee wanazo, hawana video za jeshi la Kongo kwa sababu alitoa hizo aina ya video. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mimi nasema mgumu sana. Na hiyo unaizungumza Makenga anasema tunaondoa ujinga wa Tshisekedi kwamba kuhusu kabila. Kwa hiyo wanajaribu kujionyesha kama wao ni jeshi la linalounganisha la ukombozi. Kwa ujumla yani going forward kama kila mtu ni somo kwenye hizi vyombo kwamba kwa kila taifa kwamba mitandao ya kijamii swala la ni kweli wana nyenzo za kufungia. Ni kweli wana nyenzo, lakini kama haujifunzi kuwasiliana watu ambao wana uwezo wa kutell story kwa namna wanaoitaka watakuwa wanaitell story yako kwa namna ambayo wewe uitaki. Na itakuwa ni hasara kwako. Itakuwa ni hasara kwako. Na zani kwa leo tunaishia hapa kwenye haya mahojiano ambayo tumekuwa tukifanya kuangalia swala la DRC. Endelea kufuatilia The Chanzo. Ingia kwenye website yetu www.thechanzo.com. Na kama ukitaka kusupport kazi yetu hii, unaweza ukaingia kwenye YouTube yetu, kuna link chini hapo, kuna link chini, unaweza ukaangalia ukataka kusupport kwa namna yote, kwa hali na mali. Ukitaka kusupport kwa maoni yako unaweza ukatuma, ukitaka kusupport kwa fedha unaweza ukatuma. Mimi ni Tony Alfred K. Nilikuwa na mwenzangu Jerry Ntile. Kwa hiyo tutaendelea kuwepo hapa kuendelea kulifuatilia hili swala. Asante.